Ndai treni ikaharibika kichwa cha kwanza, karejesha wewe, wakapiga simu, ikaja kichwa kingine kutoka Tanga. Nilifika pale saa 7:30, kaanza safari kwa viunga vyote viwili. Tumefika hapo Kaya, tunaondoka Kaya, tunakuja hapa ndio moto umeanza kwa injini ile ambayo inavuta. Imetuleta paka hapa maeneo si Njolo hii, na yenyewe kaanza kama vile kuonesha milipuko pale. Kwa hiyo sisi abiria tulikuwa tuko ndani, hatukuona ule milipuko. Kwa hiyo tukapewa taarifa tunatakiwa kuondoka, kwa sababu wanasema kanda hizi hapa zina vumbi. Kwa hiyo kutokana na ile vumbi tukaambiwa tufunge madirisha na milango. Maana ukiwa kwa ndani huwezi ukaona kinachoendelea kule kwenye injini. Kwa hiyo baada ile injini kuanza kuonesha mlipuko, maana tukaambiwa tutoke. Kwa hiyo wale wahudumu wakatoka pale kupulizia fire extinguisher katika sehemu ya kichwa cha treni ambayo ni treni inatoka kule Dar es Salaam, treni ya shirika la TRC. Hivyo baada ya kupokea hizo taarifa, askari wakiwa na gari la kuzima moto walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna moto ambao unawaka katika sehemu ya kichwa cha hiyo treni, na mpaka sasa tumefanikiwa kudhibiti huo moto kwa kushirikiana na mafundi ambao walikuwa katika hiyo treni. Na chanzo cha awali kulingana na taarifa pia za injinia na mafundi wa treni, wanasema kwamba ni hitilafu ambayo imetokea katika injini ya treni. Inaonekana injini ilichemka, kwa hiyo ikafloat, ikawa inatoa moshi mwingi. Ndio. Kwa kweli kama usingedhibitiwa ulikuwa unaashiria hali ya hatari ya kutokea kwa moto, lakini nashukuru moto huo haujatokea mkubwa na kuleta madhara. 65 ambao walikuwa wakielekea Arusha. Yaani hadi naingia hapa kwetu Moshi ilikuwa ina abiria 65 ambao walikuwa wanatakiwa kuendelea na safari kuelekea Arusha. Ndio. Kwa hiyo sasa kwa hali ilivyo, treni hii haiwezi ikaendelea na safari kwa kutumia hizi injini mbili ambazo ziko nazo ambazo zimepata hitilafu. TRC umeielekeza na inafanya mpango wa kupata kosta mbili ili abiria hao waweze kuendelea safari kutoka Moshi na kuelekea Arusha. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuwaunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea EuroAsia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765767556. EuroAsia Universities Limited, empowering global citizens.